Karibu kwenye simulizi ya mchungaji anayetoa kafara waumini wake. Kijiji cha Mwangaza, kijiji kilichosahaulika, kilichokuwa kimejaa imani na hofu kwa wakati mmoja. Kwa miaka mingi, kanisa lililokuwa katikati ya kijiji hilo lilisalia tupu. Hakuna aliyekuwa na ujasiri wa kulikaribia baada ya kifo cha mchungaji wa zamani ambaye alikufa ghafla akiwa madhabahuni. Lakini mwaka huu mambo yamebadilika. Mchungaji mpya amewasili. Jina lake Mchungaji Eliya. Sauti ya watu wakiimba nyimbo za sifa, kengele za kanisa zikilia kwa furaha. Kwa wiki chache tu, kijiji kizima kimebadilika. Wagonjwa wanapona, waliopotea wanarudi, na watu wanasema Eliya ni mtu wa Mungu wa kweli. Lakini si kila nuru inayong'aa ni ya mbinguni. Usiku mmoja, kijana mdogo aitwaye Samueli, aliyekuwa akisaidia kufagia kanisani, alibaki peke yake baada ya ibada. Akiwa anafuta sakafu, alisikia kitu kikibubujika chini ya madhabahu. Aliposogea karibu, akaona tone la damu likidondoka polepole. Samueli akahisi baridi ikimpitia. Alipoinua macho, akasikia sauti ya ajabu ikitoka chini ya ardhi, sauti ya kiumbe kwa sauti nzito. Damu ndiyo sadaka ya nuru. Sauti ya radi, upepo na vunjiko la kioo. Samueli alirudi nyuma kwa hofu, akapiga kelele, lakini hakuna aliyemsikia. Siku iliyofuata, kijiji kizima kilishtuka. Samueli alipotea. Hakuna aliyejua alikoenda. Sauti ya mazungumzo ya waumini wakiongea polepole. Labda alitoroka, labda alilaaniwa. Mchungaji Eliya hakutaka mtu azungumzie jambo hilo. Aliwaambia watu waendelee kumwabudu Mungu, kwamba kijana huyo ameitwa na Mungu kufanya kazi nyingine. Lakini usiku ule ule, mlangoni mwa kanisa kulionekana alama ya ajabu imechorwa kwa damu. Alama ya jicho linalotazama juu. Ndani yake kulikuwa na maandishi madogo yasiyoeleweka. Background music inakuwa nzito, sauti za upepo zikivuma. Siku zikapita. Mchungaji aliendelea na kazi yake, lakini mtu mmoja, Mama Nuru, alianza kuhisi kuwa kitu hakiko sawa.